Kwa jina naitwa Fatma Fakiali, ni mkazi wa Shehia Kibokoni. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu na bwana wetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alotoa sadaka hii. Basi inshallah kwa baraka zake Allah na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ampe ujira, na kama ana matatizo ya aina yoyote Mwenyezi Mungu afanyie wepesi ndani ya kazi zake, awape kwa uwezo wake Allah. Kusema la ukweli ilikuwa tuko pazito sana, lakini sasa hivi tunashukuru sadaka hii imetufika. Insha Allah kwa baraka zake Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu amfanyie wepesi. Yani huyu mtu huyu alotoa hii sadaka awafanyie, kwa sababu kama ni wawili ni watatu. Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia mkatupa sadaka hii. Tunashukuru kwanza, Allah alipe heri, na nyinyi walikuwa na matatizo Allah waondoshee, nyinyi na familia zenu na vizazi venu. Allah wabariki na vizazi venu, na iwe baada kutupa hichi basi iwe tena na mwakani pia mjimtupe. Na mimi hivi mnavyoniona ni mlemavu wa macho, sioni, na nina mke na watoto 4. Kwa vile leo tunahitaji sadaka zenu. Napongeza sana hii sadaka tulopewa, kwa sababu kama mwenzangu alizungumza pale kwamba kijiji chetu hichi hapa cha Umangani ni nadra sana, labda atokee mtu tu kutoka huko mbali aje hapa kwenye nyumba zao aone hapa hivi atugaie sukari na mchele kidogo basi. Lakini leo tumepewa sadaka ambayo kuwa itaweza kutukifu kwa ajili ya mwezi huu wa Ramadhani, karibu mwezi nzima au nusu ya mwezi. Kwa hilo nashukuru sana, na kwa niaba ya wenzangu twashukuru sana. Twaomba Mwenyezi Mungu awajalie heri ambao walitoa na walifuatilia, awape ujira mwema, awape kazi zenye manufaa zaidi ambazo watakumbuka mara ya pili kuja kutupa msaada zaidi, sijapo kama si Ramadhani, lakini watakapojua tu jamani kuna watu kule ni dhalili au kuna watu kule wahitaji msaada, waje watupe msaada. Tangu sie wazee wenye watoto washughulikia watoto wetu, mayatima, walemavu tunao wengi tu hapa, walemavu wa kila aina. Kwa hiyo twaomba mkifika huko kwenye taasisi mseme jamani kijiji cha Umangani nacho chahitaji msaada, kwa sababu kina mambo mengi ambayo kuwa ni dhilali kwao. Tupo hapa kijiji cha Vitongoji Umangani. Kijiji hichi kiliomba msaada, tukatangaza tarehe 5 mwezi wa 3, na leo ikiwa ni tarehe 10, alhamdulillah tumebahatika kupata msaada. Tumepata msaada huu kutoka kwa hisani wetu, wafadhili wetu wa Zanzibar Relief. Alhamdulillah rabbil alamin. Tumepokea asilimia ya watu 97 wamepokea sadaka hizi, ambao watu hao miongoni mwao ni wajane waliotelekezwa, ni wajane ambao wamefiwa na waume zao, yani wana watoto mayatima, lakini wazee wasiojiweza, walemavu, wanawake na wanaume. Kwa hiyo alhamdulillah tumepokea sadaka. Kweli jamani, tumepokea sadaka. Kutokana na sadaka hizo, kwa kweli kila penye jambo jema, jambo zuri, lakini huwa kuna changamoto zake. Sisi tumepata, lakini kuna wenzetu vipi wamekosa, kwa bahati mbaya wamekosa. Kwa hiyo inshallah tunaendelea kuomba tena wahisani wetu, kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, atakapowajalia muweze kuwakumbuka tena hawa, kuja na wao kuwapa sadaka zao, kwa sababu unajua nafsi, ukiona mwenzako anapata huo ni choyo, kwa sababu ni riski, lakini unaumia kwa sababu nawe unahitaji. Kwa hiyo tuwaombe hao wahisani wetu na wafadhili wetu warudi tena inshallah, ili waweze kuwatimizia na wao, kuondosha ule uzito, angalau kwa uchache wapate nao japo siku 2 wakapike iftari vizuri, waache kupika mihogo na masherisheli ya kukamua, au sio jamani? Haya, inshallah, asante sana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa jina naitwa Ibtisam Salim Rashid, ni mwakilishi wa Zanzibar Relief. Kwanza shukrani zetu za dhati tunakupeni nyote mliohudhuria hapa
Tumefurahi sana, mmetupokea vizuri, alhamdulillahi rabbil alamina. Tunamwomba Allah akulipeni kheri nyote mlokuja, akufungulieni milango ya kheri, na alhamdulillahi tumeshukuru pia sana sana. Kwanza tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutufikisha mpaka tukaiona siku nyingine ya leo, alhamdulillahi, na tukaja tukaonana. Tunashukuru kwa mapokezi yenu ya kupokea sadaka zetu, na tumefurahi sana kwa mlivyo appreciate. Alhamdulillahi rabbil alamina. Na mama mmoja hapa wallahi ametaka kuniliza alivyosema kwamba chakula yeye atagawa na wenzio watu watatu. Subhanallah, hii inatakiwa imani ya kweli kabisa. Yaani ukiwa na imani ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi utamfikiria na mwenzio, lakini kama huna imani, basi mwenzio humfikirii. Wallahi nimefurahi sana sana mpaka machozi yanataka kunitoka kumsikia huyu mama kwamba anasema atagawana na wenzio waliokuwa hawajapata. Kwa hiyo walioleta sadaka hii, Mwenyezi Mungu awajaze kheri, awatie iman, na inshallah na mwakani Mwenyezi Mungu awalete tena, hata kama si mwakani awalete tena, kwa sababu kijiji hichi kina walemavu wengi na tena ni watoto wadogo. Kwa hiyo tunawaomba wenzetu wa Zanzibar Relief waangalie hawa watoto, wajane, mayatima, watu kama 50 hakupata. Kwa kweli hichi kijiji kina shida sana, hali zao ni mbaya sana. Maana yake kina mama wanatwanga nini kokoto, wanabanja kokoto wapate riziki zao za kula. Kwa hiyo nakuombeni tena, ikiwa mtaweza tuwaweze kuwafikishia hawa watu 50 waliobakia. Hali zao ni dhaifu sana sana sana. Shukran.